Amen. Amina. And to all our mothers, Na kwa mama wetu wote, happy Mother's Day. takia siku njema ya kina mama. And even to the prospective mothers, Hata kwa wale ambao mama ambao wanatarajia kwa mama. happy Mother's Day. Natakia siku ya mama yenye furaha. The Lord greatly bless you Bwana wabariki sana for what He has used you to do. kwa yale ambayo amewatumia kufanya. We give God praise for you. Tunamsifu Mungu kwa ajili yenu. You are great people. Nyinyi ni watu wakuu. You bring life into this world. Unaleta uzima katika ulimwengu. You take care of it Na unaitunza until people are able to manage themselves. mpaka watu waweze kujitunza. You are great people. Nyinyi ni watu wakuu. You are powerful. Nyinyi ni watu wenye nguvu. Happy Mother's Day. Nawatakia siku ya furaha ya kina And mama. a very happy one at that. Na siku ambayo ni nzuri na yenye furaha. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. We want to continue Ningependa tuendelee with where we left last Sunday. mahali ambapo tuliachia Jumapili iliyopita. We are talking in the series of the Christian. Nazungumzia katika mfululizo wa mafundisho ya Mkristo. The Christian life. Maisha ya Mkristo. The Christian life. Maisha ya Mkristo. We saw that the Christian life Tuliona kwamba maisha ya Mkristo is a warring life. ni maisha ya vita. We are able to conquer Tunaweza kushinda and to defeat the enemy na kumshinda adui because of the delegated authority kwa sababu ya mamlaka ambayo tumekabidhiwa, that we have ambayo tunayo in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. And we also saw Na pia tuliona that the Christian life na kwamba maisha ya Mkristo is lived inaishi on the resurrection ground kwa sababu ya kufufuka. because Jesus Christ rose from the dead. Kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, He gave us life to live. alitupatia uzima wa maisha ya kuishi. He died our death Alikufa kifo chetu and He gave us His life. naye akatupatia maisha ya mauzima. By His resurrection, Kwa ufufuo wake we are able to live victorious life. tunaweza kuishi maisha ya ushindi. And then we started looking at the victorious Christian life, Na kisha tukaanza tukaona maisha ya ushindi ya Mkristo which we desire ambayo tunatamani to finish today. kwamba tukamalizie leo. We have seen that the Christian life is a life of victory Tumeona kwamba maisha ya Mkristo ni ya ushindi because we are born in the family of God. kwa sababu tumezaliwa katika familia ya Mungu. The family of God knows no defeat. Familia ya Mungu haijui kushindwa. God knows no defeat. Mungu hajui kushindwa. The Father knows no defeat. Baba hajui kushindwa. Jesus Christ knows no defeat. Yesu Kristo hajui kushindwa. The Holy Spirit knows no defeat. Roho Mtakatifu hajui kushindwa. And because we are born in the family of God, Sababu tumezaliwa katika familia ya the Mungu. family that cannot be defeated, Familia ambayo haiwezi kashindwa. we are also more than conquerors in Christ Ni Jesus. zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Our key scripture is 1 John chapter 5 Andiko kuu ni Yohana wa kwanza mlango wa 5 and verse 4. na mstari wa 4. The Bible declares Biblia inataka in 1 John chapter 5 and verse 4, waraka wa kwanza wa Yohana 5:4, for whatever is born of God is victorious kwa chochote ambacho tumezaliwa na Mungu kina ushindi over the world. juu ya ulimwengu. And the last 2 Sundays, Na Jumapili mbili ambazo zimepita we have been looking at that first part. tumekuwa tukizungumzia kuhusu sehemu That everyone born of God yeyote ambaye amezaliwa na Mungu overcomes and defeats the systems of the world. yeye anashinda mitindo ya dunia. And because we have already looked at that, Na kwa sababu tayari tumeangalia hayo, we may not be able to dwell on that very much. tutaendelea sana kuzingatia ama kuendelea hapo, Otherwise, we will stop where we stopped. la sivyo tutamalizia mahali tulimalizia Jumapili iliyopita. But everyone born of God, Lakini yeyote ambaye amezaliwa na Mungu, everyone born in the family of God, yeyote ambaye amezaliwa kwa familia ya Mungu, according to John chapter 1 and verse 12, kulingana na Yohana 1:12, everyone who has believed in Jesus yeyote ambaye ameamini Yesu and received Jesus Christ na amempokea Yesu Kristo as Lord and the Savior kuwa Bwana na Mwokozi, is given right, anapewa uwezo, is given power anapewa nguvu to be called a child of God. ya kuitwa mwana wa Mungu. We are sons and daughters to the Most High God. Sisi ni wana na binti wa Mungu kwa Mungu mkuu. And because of that, Na kwa sababu ya hiyo, God has never planned any defeat for us. Mungu hajatupangia kushindwa. And God is giving us victory in every way. Mungu anatupatia ushindi kwa kila njia. And as a child of God, Kama mtoto wa Mungu, because you're born in the family of God, sababu umezaliwa kwa familia ya Mungu, you are not supposed to be defeated haustahili kushindwa by the systems of this world. na mitindo ya ulimwengu huu. In 1 John chapter 4, Katika
Yohana wa kwanza mlango wa 4 verse 4, verse 5, verse 6 and verse 7. mstari wa 4, 5, 6 na The 7. Bible shows you that you are victorious, Inakuonyesha kwamba wewe una ushindi. that you are more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya mshindi. That's what we read last week Hiyo ndio tulisoma juma lililopita in Romans chapter 8. katika Warumi 8. We are more than conquerors in Christ Jesus. Sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. And we want to continue Na tungependa tuendelee with the second part na sehemu ya pili of 1 John chapter 5 ya Yohana wa kwanza mlango wa 5 and verse 4. na mstari wa 4. 1 John 5 verse 4. Waraka wa kwanza Yohana 5:4. The Bible does not only say that we have overcome the world, Biblia haisemi tu kwamba tumeshinda ulimwengu, but the Bible shows us lakini Biblia pia inatuonyesha as children of God, kama watoto wa Mungu by what do we defeat the world system. ya kwamba ni kutumia nini ambao tunashinda mitindo ya ulimwengu, The system that does not recognize God, mitindo ambao haitambui Mungu, the system that does not acknowledge God mitindo ambayo haimkubali Mungu, in their entertainment, katika mambo ya in their fashion, katika mitindo ya in their eating, katika kula in kwao, their drinking, katika kunywa kwao, in their behavior. katika tabia yao. That is what the Bible calls the world. Hiyo ndio Biblia inaita ulimwengu. And we are commanded Na sisi that we tumeambiwa should not love the world kwamba hatustahili kupenda dunia or what is in the world. ama kile kilicho ndani ya dunia, For what all that is in the world, maana chote ambacho kiko katika dunia, the lust of the eyes, tamaa ya macho, the lust of the flesh, tamaa ya mwili and the pride of life, na kiburi ya maisha, they do not come from the Father. zote hazitoki kwa Baba. The world Dunia and all that is in it, vyote ambavyo vilivyomo, it is passing away. hiyo yote So as a child of God, ni mtoto wa Mungu. we are not supposed to be influenced Hatustahili kushawishiwa by na systems mitindo that do not recognize God, ambayo haimtambui Mungu, that do not honor God, ambayo haiheshimu Mungu, that do not exalt God, ambayo hamuinui Mungu, that do not recognize God. ambayo haimtambui Mungu. We are supposed to be influenced Tunastahili kushawishiwa by the Holy Spirit of God, mtakatifu wa Mungu, who has been given to us amepewa kwetu to be our teacher, ili awe mwalimu to wetu, be our guide, ili awe mwongozi, to lead us in all truth, ili atuongoze kwa kweli and to teach us and to reveal to us na kutufundisha na kutufunulia all that belongs to Jesus Christ. yote ambayo ni ya Yesu Kristo. And in this second part, Na katika sehemu ya pili we see, tunaona, and this is the victory na hii ndiyo ushindi that conquers the world, shindao dunia, even our faith. hata imani yetu. It is the key to our victorious life. It is faith. Funguo ya maisha yetu ya ushindi ni imani, It is faith. ni imani. John shows us Yohana anatuonyesha that this victory takes place in this world. kwamba ushindi huu unafanyika hapa duniani, And this victory, we have it over the devil. na ushindi huu tunao juu ya shetani, We have it over sin. tunayo juu ya dhambi. Sin shall no longer have mastery over us. Dhambi haitatutawala tena. We have this victory over the devil Tunayo ushindi huu juu ya shetani, because we are no longer slaves to him. maana sisi sio watumwa wa shetani tena. By Jesus dying Kwa Yesu kufa and resurrecting, na kufufuka, paying the penalty of our sins, akalipa gharama ya dhambi zetu. when we received him, Wakati tulipompokea, he has given us power ametupatia nguvu and authority na mamlaka over every power of na darkness. juu ya nguvu zote za giza. And we walk in victory Nasi tunatembea kwa ushindi over the devil, juu ya shetani, over sin, juu ya dhambi, over everything that belongs to the devil, juu ya kila kitu ambacho ni cha shetani, because of Jesus Christ. kwa sababu ya Yesu Kristo. This is the victory that conquers the world, Ndio ushindi ambao unashinda ulimwengu, even our faith. hata imani yetu. Faith is the key. Imani ndiyo funguo. We cannot conquer the world. Hatuwezi kushinda dunia, We cannot conquer the devil. hatuwezi kumshinda shetani, We cannot conquer sin hatuwezi kushinda dhambi in our own power, katika nguvu zetu in wenyewe, our own strength. katika uweza wetu wenyewe. We do it by faith. Fanya kwa imani And faith in Christ Jesus, na imani katika Kristo Yesu, the one who conquered sin, yule ambaye alishinda, the one who conquered the devil, yule ambaye alimshinda the shetani, one who conquered death, yule ambaye alishinda kifo, and the one who lives victoriously. na ambaye anaishi maisha ya He ushindi. is the one in the inside of us, Yeye ndiye ako ndani yetu, making us more than conquerors kufanya zaidi ya washindi in Christ Jesus. katika Kristo Yesu. So the key to victorious life is faith. Funguo kwa ajili ya kuishi maisha ya ushindi ni imani. You cannot live this victorious life without faith. Hauwezi kuishi maisha ya ushindi pasipo imani. It is all by
faith. Yote ni kwa imani. And what is faith? Na imani ni nini? We have had this definition over and over again. Tumejua maelezo haya tena na tena. Hebrews chapter 11 Waibrania 11 and verse 1 mstari wa kwanza gives us the definition of what faith is. inatupatia maelezo ya imani ni nini. That faith is the assurance. Kwamba imani ni hakikisho. What is assurance? Hakikisho ni nini? The confirmation. Yale kuthibitishwa. The title deed. Yani kile cheti. So when we are saying that we have faith, kwa hiyo tunaposema tuna imani, and when we say that the Christian life, tunaposema maisha ya Kristo is lived on the basis of faith, naishi kwa sababu ya imani, it means that we have the assurance. Inamaanisha kwamba tunao uhakikisho. And this assurance has been given to us by the Lord Jesus Christ. Na uhakikisho tumepewa na Bwana Yesu Kristo. He tells us to rejoice, Anatuambia tufurahie, to cheer up, ili kwamba tuwe na furaha, that he has overcome the world. yeye ameshinda ulimwengu. We have faith in him. Tunayo imani kwake. We have assurance in the Lord Jesus Christ. Na uhakikisho ndani ya Kristo Yesu. We have confirmation Tunao thibitisho of the victory that he has conquered the world ya ushindi, kwamba yeye ameshinda ulimwengu by the very transformation kwa sababu ya haya mabadiliko that has taken place in our lives. ambayo imefanyika maishani The mwetu. changes Mabadiliko that you have undergone ambayo wewe umeyapitia from the moment you receive Jesus Christ, wakati ulipompokea Yesu Kristo, it is a sure confirmation ni hakikisho that you are victorious, kwamba wewe ni zaidi ya mshindi, that Jesus has conquered the world. kwamba Yesu ameshinda ulimwengu. Some of you were drunkards. Wengine wenu mlikuwa walevi. Some of you lived in a life that you cannot even want to think or even to remember, Uliishi maisha ambayo hautataka tena kufikiria because you are deep in sin, maana ulikuwa umezama and katika. Jesus has changed you. Na Yesu amekubadilisha. Jesus has transformed you. Yesu amekubadilisha. You drink no more. Wewe tena haulewi. You womanize no more. Tena haufanyi mambo ya mama. You prostitute no more. Haufanyi ukahaba tena. You steal no more. Tena hauibi. You rob no more. Unyang'anyi watu tena. There is a transformation. Tunayo mabadiliko. There is a change that has taken place in your life. Imefanyika maishani mwako. The systems that were influencing your life, Mitindo ambayo ilikuwa inashawishi maisha they have been broken. yamevunjika. Their power has been disconnected from your life. Zimeondolewa maishani mwako. And now you're living a life that people can appreciate. Sasa unaishi maisha ambayo watu wanaweza kufurahia. Before, nobody would come rounding you, Lakini leo watu embracing you, wanakufurahia and walking with you, na wanatembea pamoja because of the change sababu ya mabadiliko that has taken place in the life katika maisha that you live right now. maisha ambayo unaishi The sasa. power of God Nguvu za Mungu has destroyed every yoke of the devil. imeharibu nira. The anointing of the Holy Spirit Mpaka wa Roho Mtakatifu has destroyed every yoke of the devil. kuja kila nira ya shetani. Some of you Wengine wenu were sickly mlikuwa wagonjwa in your bodies, katika miili yenu. and the Lord has performed a miracle, Bwana amefanya and muujiza He has healed you, naye amekuponya. showing you that you have victory over sickness and disease and infirmity, Uko na ushindi juu ya maradhi. and you are able to enjoy good health today Unaweza kufurahia afya leo because of the faith that you placed in Christ Jesus, kwa sababu ya imani uliyoweka ndani yako. and because of believing the word of God that says Kwa sababu ya kuamini neno la Mungu vile inavyosema that by the stripes of Jesus Christ kwamba kwa mapigo ya Yesu that you were healed, wewe ulipona. and today you are enjoying healing. Leo unafurahia uponyaji. Today you are enjoying good health Leo unafurahia afya because the Lord has healed you. kwa sababu Bwana amekuponya. It all happened when you assured yourself Yote yalifanyika wakati ulipojipea uhakikisho. that what Jesus Christ says in His word, Yale ambayo Yesu anasema kwa neno la it is true to you. ni kweli kwako. And faith is a substance Na basi imani ni kuwa of things that you hope for. bayana ya mambo unayotarajia. It's an evidence of things that you have not seen. Ni hakikisho ya mambo ambayo haujaona. Shadrach, Meshach, and Abednego, Katika maisha kina Abednego. they had never seen anybody being put in fire and coming out alive. Na wakiwa wanatoka wakiwa hai. But they told King Nebuchadnezzar, Lakini waliambia mfalme, they told him, "O king, waambia mfalme, live forever, ishi milele. but as pertains to worshiping an idol, Lakini kwa ajili ya kuabudu sanamu we will not do it. tutaifanya. Our God is well able Mungu wetu anaweza to deliver us kutukomboa from your hand, O king. kwa mikono yako ya And mfalme. even if he doesn't deliver Na us, hata kama anatukomboa, we will not bow. sisi hatutainamia. We will not bow to this image. Hatutaimania We sanamu. will not worship this image. Tutaabudu sanamu. Children of God,
watoto wa Mungu, there are times kuna nyakati that you are cornered like Shadrach, Meshach, and Abednego. unasukuma kama Shadrach, Meshach na Abednego. It is time that you stand by faith, Wakati usimame kwa imani, because victory is only experienced by faith. maana ushindi unapatikana mwana. You must risk sometimes. Lazima ujihatarishe. You must put your life in the line sometimes. Lazima uweke maisha. When it comes to believing God, Kama leo kumwamini you must believe God. lazima muamini. You must put your trust in God. Tumaini lako kwa And when you put your trust in God, tumaini kwa Mungu. there are times that you will face some fiery trials. Wakati ambazo majaribu ya moto itakuja. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach na you need to stand with the assurance that you have unahakikisha ulio in the Lord Jesus Christ Bwana Yesu against those fiery trials. na majaribu hayo ya moto. James tells us Yakobo anatuambia that our faith kwamba imani undergoes inapitia trials that is like fire. majaribu ambayo ni kama moto. Our faith is tried. Imani yetu Our faith is tested. imani yetu And inajaribiwa. some of the tests that we go through, Mengine ya majaribu ambayo they are fiery tests. ni majaribu ya moto. You may be looking at me now Pengine unanitazama and listening to me now, kama unanisikiza and the things that you are going through one after another, moja baada ya nyingine. they are trials, Majaribu fiery trials hayo ni ya moto. on your faith. Juu katika My brother, my sister, remember who you believe in. ni nani ambao umemwamini? You need to know who you believe in. Ili kujua umeamini na Paul stood and said, Paulo alisimama I know ninajua who I believe in, kama nimemwamini. and I am persuaded. Mimi nina uhakika. That speaks of faith, Hiyo inanena kuhusu that assurance, kuhakikisha that persuasion. hiyo kuwa It speaks of faith. inanena imani. It defines what faith is. Inaelezea imani. Paul says, I am persuaded Paulo anasema basi nimeshauri that he ya kwamba yeye who ambaye that I've committed nimekabidhi my life to maisha yangu kwake is well able. anaweza. My brother, I come to assure you that God is well able Mungu anaweza to take you through whatever you are going through. God is well able to sustain you. God is well able to heal you. God is well able to deliver you. God is well able to supply to your needs. You don't need to give up on faith. You don't need to give up your victory. You don't need to compromise your faith in the Lord Jesus Kwa imani yako kwa because of what you're going through. yale ambao unapitia. There is assurance. Unao uhakikisho. You are not the first one. Wewe sio wa You will not be the last one. You are in between. And God will help Shadrach, Meshach, and Abednego. Mungu aliyesaidia Shadrach, Meshach na Abednego. He will help you. Yeye ndiye atakusaidia. He will come through for you. Atakuja kwa You don't have to compromise your faith. Ukabilia kukubaliana. This victory is achieved and lived by faith. Ushindi huu unapatikana na kuishi kwa imani. All those mentioned in Hebrews chapter 11, Wote ambao wametaja katika Waebrania 11 the hallmark of faith, ni ishara ya imani. the chapter of faith in the Bible. Kifungu cha imani katika Biblia. The Bible says Biblia inasema to each and every one of them, kwa kila mmoja wao whatever they achieved, yale ambao walipata it is said by faith. inasema kwa imani. Abraham, Ibrahimu by faith. kwa imani. Isaac, by faith. Kwa imani. Jacob, by faith. Kwa imani. 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 They conquered. Walishinda. They defeated lions. Walishinda. They were able to withstand fire. Waliweza kusimama. They were able to withstand lions by faith Kwa imani. in the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu Kristo. Many times you manifest faith. Mara nyingi wewe huonyesha imani. Many times Mara nyingi you manifest faith. unadhihirisha imani. Like this morning, Kama asubuhi ya leo. for you to switch on Ili kwamba ukaweke and to listen to this word, na ukasikize neno hili. it was all by faith. Yote ni kwa imani. You did not start asking people Haukuanza kuuliza watu whether the preaching is on. kama mahubiri You have just switched on your phone wewe uliwasha tu simu yako because you are sure kwa sababu ulikuwa na of what we told you ya yale ambayo tulikuambia that at 8 a.m. kwamba saa 2 asubuhi that we will be on. kwamba tutakuwa tuna And because of that assurance, sababu ya uhakikisho you switch on your phone wewe ukawasha and you are watching this broadcast. sasa unatazama You are watching this preaching. tazama mahubiri You are watching this teaching. You are being blessed by this series. unabarikiwa na mahubiri haya. You just took an action.
action. wewe ulitenda, And that action is an action that showed that you are sure of what you are hoping for. tendo hilo basi inaonyesha kwamba uko na uhakika yale ambayo unatarajia. You have sat on that seat by faith. Umekaa kwa kiti hicho kwa You imani. did not start checking on its legs whether it can support your weight. Au kuanza kuangalia miguu ya kiti kama inaweza kukubeba. You just landed your weight on that seat. Wewe ulikalia tu kwa kiti hicho. And the seat is carrying you. Na sasa hivi hicho kiti It is an action of faith tendo la imani on the natural things. katika mambo ya asili. When mama you are cooking, Mama, wakati unapopika you don't ask everybody whether they will eat. hauulizi kila mtu kwamba atakula. That is an action of faith. Ni tendo la imani. You cook by faith Unapika kwa imani because you are sure kwa sababu kuna wakati that people will eat. watu watakula. But when it comes to the things of God, Lakini kwa mambo ya we do not want to apply the same faith. tunataka kutumia imani. When it comes to healing, Kwa uponyaji we don't want to apply the same faith. kutumia imani. When it comes to provision Kwa kupeana from God, we don't want to apply the same faith. kutumia We imani. don't want to be sure Tunakuwa na uhakika of what we are hoping for. ambacho tunatarajia. You hope that this broadcast will be on. Tarajia kwamba mahubiri This is why you are watching it. ndio sababu naitazama. If you did not hope Kama hauko and you are not sure of it, hauko na you would have not switched it on. basi haugawacha simu yako. We came here Tulikuja hapa so that we can share this message with you ili kwamba tushiriki ujumbe huu. because we were sure Maana tulikuwa na that you will watch kwamba wewe unatazama. and you are watching. Sasa hivi It is all by faith. yote ni kwa imani. The same we need to apply. Hivyo hiyo tunastahili The same we need to apply hivyo tunastahili when it comes to the spiritual things. sio kwa mambo ya kiroho. You pay the matatu that you bought in. Wewe unalipa matatu ile ambayo You pay it even before you arrive where you are going. wewe unalipa kabla hujafika mahali unaenda. That is a manifestation of faith. Hiyo ni dhihirisho ya imani. That they will take you where you are going. Watakufikisha mahali unaenda. Sometimes some of them are cruel. Wakati wengine wao ni wakati And sometimes some of them are tricky. na wengine wao basi They leave you where you have not arrived to your destination. wanakuacha mahali ambapo haujafika But mahali. God is not the same like that. Lakini Mungu hayuko. God is genuine. Mungu yeye ni wa God is faithful. Mungu yeye ni mwaminifu. When you put your trust in Him, Tuweke tumaini lako when you put your faith in Him, kwa imani yako kwa you will be able to experience His victory. unaweza kupata ushindi wake. So faith Iwe imani is a substance bayana of what you are hoping for. yale ambayo unatarajia. What are you hoping for? Je, unatarajia nini? Some of us carry the title deed Wengine wewe tunabeba vyeti vya kumiliki mashamba. and you say that you have a shamba. Na unasema kwamba wewe You say that you have a house. na unasema uko na nyumba. And all what you are carrying is a paper. Na kile ambacho unabeba ni karatasi. All what you are carrying is a paper. Kile ambacho unabeba ni karatasi. But that paper Lakini karatasi assures you inakupa uhakika that you have a property. kwamba wewe unamiliki. With that paper, Na karatasi hiyo you can go to the bank unaweza enda kwenye benki and get money na upate pesa. using that paper as a collateral. Ukitumia karatasi hiyo When it is genuine, kama ni hakika, when it is genuine, ikiwa ni hakika, they can be able once wanaweza even to give you loan wakakupatia against that paper. ukitumia karatasi And you walk around with paper na unatembea na hiyo karatasi and you say that you have land. na unasema uko na You say that you have a house. unasema uko na You walk around with a paper unatembea na karatasi called logbook ambayo inaitwa log. and you say that you own a vehicle. Unasema wewe It unamiliki is gari. all by faith. Yote ni kwa imani. All the assurance that you have, Hakikisho ulio nayo all the assurance that the government has given to you, ambayo serikali imekupatia that you own a vehicle, kwamba unamiliki gari, that you own a property, kwamba unamiliki it mali. is that paper Hiyo karatasi called ambayo inaitwa title deed, cheti called logbook. inaitwa logbook. And you have faith in that paper. Na una imani kwa hiyo. Why can't you have faith in God Wala usiwe na imani kwa that is able to give you victory anaweza kupatia ushindi over every manner of battles, juu ya kila over every area of your life? ya kila eneo ya maisha. Why can't you have the same assurance Tumia hakikisha that this God who created him, that this God was sustained him, that this God was kept him, is able and well able to perform what concerns you? kufanya yale ambayo inahusika na God is able. Mungu anaweza. Put your faith in him. Weka imani yako ndani. Just be sure Wewe kuwa na uhakika of what you hope, kile ambacho unataka of your expectation of him
The Bible says that the expectation of the righteous shall not be cut off. They shall not be denied. Put your expectation in God. Men will fail you. Systems will fail you. Career will fail you. But God will never fail you. God has never failed anybody. And God will not fail you. Put your trust. Put your assurance. Put your expectation. Expect it from God. Faith must have a substance. And the object of our faith is God himself. We have faith in God. Are you sick? Put your trust in God that is able to heal you. Are you in need? Put your trust in God that is able to provide and to supply to your need. Are you able to give you a sober mind? Are you battling things in the spiritual realm? Put your faith, put your trust in God that he has given you victory over every power of darkness, over every force of sin, over every witchcraft, over every sorcery. There is power within you to defeat these things. If only you can apply faith, you'll be able to live a victorious Christian life. Jesus Christ has conquered and has given us victory. Victory is a gift. This victorious life is a gift from Jesus Christ. He is the one who conquered. And when he lives in us, we become more than conquerors in Christ Jesus. What do we conquer? We conquer sin. We conquer powers of darkness. We conquer forces of hell. We conquer everything that needs to be conquered through this gift of victory that Jesus Christ has given to us. He is the one who fought the battle. He is the one who defeated Satan. He is the one who defeated death. He is the one who defeated sin. He is the one who defeated all the systems that work against us. It is Jesus. Yes. And after defeating them, when he comes into our lives, he comes with this victory. He is the conqueror. And when he lives in us, he makes us to become more than conquerors. This is all by faith. We receive salvation by faith. We receive victory by faith also. We receive victory over everything by faith. Just like we receive salvation by faith, and we are sure that we are saved, we are sure that our names are written in the Lamb's Book of Life, we are sure that we are children of God. It is all by faith. And even victory and living a victorious life, it is a gift that we receive by faith. For sure, for a fact, as a human being, you cannot defeat the devil. You cannot defeat the devil by your own strength. We cannot defeat the devil or sin by our own strength. That's why we need Jesus. That's why we need Jesus. He is the one. When he is in us, when Jesus Christ is in us, we are able to say that greater is he who is in the inside of us than the devil who is in the world. If you don't have Jesus in the inside of you, you cannot say that greater is he, because the one who is in the inside of you is not greater than Jesus. He's not greater than the world. He's not greater than the forces. You are under a system that makes you to drink all your money. You are under an influence that makes you to beat your wife. You are under an influence that makes you to beat your husband. You are under an influence
that makes you to steal. ambayo inakufanya uibe. You have a lot of money Uko na pesa and yet you continue to steal. lakini bado una. What are you looking for? Je, unatafuta nini? It is because you have become a slave Kwa sababu umefanyika kuwa of a power that is ruling over you. ya nguvu ambayo inakutawala. That greed is over your life. Kwamba ulafi kujua maisha. You are coding, Wewe unalaghai. you are stealing, Unaiba. you are forging, Wewe unafanya. you are corrupting, Wewe unafanya and you continue doing it. na unaendelea kuifanya. Why? Kwa nini? There is a power Kuna nguvu that is influencing your life, na inashawishi maisha. and the only that power can be defeated. Na nguvu hiyo tu The only way it can be defeated, ya kushinda nguvu it is through Jesus Christ. kupitia Yesu. When he comes in you, Unapoingia he maisha. defeats the powers of darkness. Unashinda nguvu za giza. That bottle, that alcohol, Hiyo ulevi. that has messed your life, Na imeharibu those maisha. drugs that you are pushing, Dawa hizo ambazo that have destroyed your life, na imeharibu. you don't have peace, Hauna amani. because every time Sababu kila you are looking over your shoulder wewe unaangalia nyuma. to see whether there are security people, Unaona kama kuna watu you can enjoy peace. naweza kufurahia. You can enjoy peace. Naweza kufurahia. You can enjoy peace in this life. You can enjoy victory over that alcohol. You can enjoy victory over those drugs. You can enjoy victory over that sickness. You can enjoy victory over those wicked and evil behaviors. Uovu, matabia ya uovu. The one with the power to destroy them Aliye na nguvu ya kuzishinda. is called Jesus Christ. Anaitwa Yesu Kristo. When he comes into you, Unapoingia ndani yako he becomes greater unafanyika kuwa than the one who is influencing you now. Yule ambaye You need Jesus in your life. You need Jesus in your life. anahitaji Yesu maisha. Committing suicide is not a solution. Kujiua sio suluhu. You will put yourself in a greater trouble Utajiweka kwenye shida kubwa than what you're facing right now, kuliko yale ambayo because you will go to hell. maana utaenda You kuzimu. will go to a fire Utaenda kwenye that torments you. ambayo itakuchoma. It is better here. Heri hapa. It is better here. Heri hapa. Don't die. Usikufe. Don't commit suicide. Usijiue. Things can change. Mambo yanaweza kubadilika. Things can change. Situations can change. Circumstances can change. Hali inaweza But kubadilika. when you land in hell, Lakini ukiingia kuzimu there will be no change. kutakuwa na The mabadiliko. only change that will happen Mabadiliko ambayo inaweza is fanyika hell together with you kwamba kuzimu pamoja to na be thrown in the lake of fire. kwenye ziwa la That will be the only change. hiyo tu ndio mabadiliko. Here you're not experiencing any torment. Hapa hakuna There you will go being tormented forever. huko utateswa milele. But you can experience peace. Lakini unaweza kuwa na You can experience peace. unaweza kupata amani. You can face these things together with Jesus Unaweza Christ. kupata mambo hapa pamoja na Yesu. When you have Christ in you, Ukiwa na Kristo ndani he yako, says he will never leave you. anasema hata He says he will never forsake you. hata kupungukia. You can receive Unaweza and enjoy na kufurahia this gift of victory power hii ya ushindi through Jesus Christ. kupitia Yesu Kristo By faith. kwa imani. It is only by faith. Yote ni kwa imani. Being sure Ukiwa na wakati that what Jesus Christ has promised, kwamba Yesu yale ambayo Yesu ameahidi, he is true yeye ni wa kweli and he will be able na yeye ataweza to fulfill it. kuyatimiza. You need to have that assurance. Unastahili kuwa na uhakikisho. You need to have that assurance. Unastahili kuwa na uhakikisho. Victory is not our accomplishment. Ushindi sio sisi ambao uliweza. We do not work Hakuna kile kazi to ambayo accomplish victory. ili tukapokea na tukapata. Victory is the work of the Savior. Ushindi ni kazi ya It Mwokozi. is Jesus Ni Yesu who has conquered, ambaye ameshinda. and he is the one Na yeye ndiye who is giving us victory. anayetupatia ushindi. So victory is the work of the Savior. Kwa hivyo ushindi ni kazi ya It is Mwokozi. not our accomplishment. Sio matimizi yale ambayo tumetimiza. When you apply faith, Wakati unapotumia imani, faith leaves God to do everything. imani inamwachia Mungu kufanya kila kitu. Faith allows God. Imani inamruhusu Mungu. Faith allows God Imani inamruhusu Mungu to do everything, kufanya kila kitu, to do it all. kufanya yote. So when you put your faith in God, Kwa hivyo unapoweka imani yako kwa Mungu, you are allowing God to come into the situation. inamaanisha unamruhusu Mungu kuingia. You are allowing God to deal with that sickness. Unamruhusu Mungu kuingia na When you put your faith in God concerning imani sickness, yako kwa Mungu kuingia. you are allowing God to deal with that sickness. Unamruhusu Mungu kukabiliana. When you put your faith in God Weka imani yako kwa Mungu concerning salvation, kuhusu wokovu. you are allowing God Unamruhusu to Mungu save you and to sustain you in salvation. kuokoa na kudumisha. When you put your faith in God, Imani yako kwa Mungu. you are allowing God Unamruhusu Mungu to do whatever you expect him to do. yale ambayo unamtaka. But if you have no faith, Lakini kama una
na imani, you cannot please God, hauwezi kumpendeza, and you cannot receive anything from God. chochote kutoka kwa You cannot receive anything from God. hauwezi kupokea chochote kutoka To a believer, kwa ile ambaye ni muumini. this life of victory Maisha haya ya ushindi is lived by faith. unaishi kwa imani. We come to God. Unaja kwa We hand over our lives to Him. tunakabidhi maisha. We ask Him to lead us. We ask Him to guide us. We ask Him to direct us. We ask Him to empower us. We ask Him to give us victory. Tupatie ushindi. And God does it all. Mungu anafanya hayo yote. Faith is relying on God. Imani ni kumtegemea Mungu. Casting yourself, your cares unto God. Wewe ukijipeana kwake Mungu. Because He cares for you. Sababu Mungu anakujali. God cares for you. Mungu anakujali. He cares. Yeye anajali. He saved you because He cares. Alikuokoa kwa sababu anakujali. Jesus died for you because He cares. Yesu alikufa kwa ajili yako. Jesus defeated the devil for you because He cares. Kwa ajili yako kwa sababu anakujali. Jesus Christ defeated sicknesses for you because He cares. Yesu alishinda magonjwa kwa ajili He yako. gave Himself to be beaten Alijipeana ili so that you can experience healing. ili kwamba ukapokea It uponyaji. is because He cares. Ni kwa sababu yeye anakujali. Why don't you cast all your cares unto Him? Kwa nini basi usipeane Because He mahitaji yako cares. kwake? Maana yeye anajali. The reason why you are scared, Sababu ambayo wewe unaogopa it is because you are trying to handle your ni cares, kwa sababu wewe unajaribu kuishughulikia mambo yako. and you cannot be able to handle your Na cares. wewe hauwezi kushughulikia mahitaji yako. Cast your cares unto the Lord, Weka mapeana mahitaji yako kwa because Mungu. He cares for you. Kwa sababu Bwana anakujali. And you know what? Na je, unajua nini? The secret of victory, Siri ya ushindi. the secret of this Christian life, Siri ya maisha ya Ukristo. the key is faith, Funguo ni imani and the secret na siri of this Christian life, ya maisha ya Mkristo it is Jesus dwelling in you. ni Yesu akiwa ndani yako. When Jesus dwells in you, Wakati Yesu anapokaa ndani, that is the secret. hiyo ndio siri. It is not that we don't go through things in life. Si kwamba tunapitia mambo It is mengi. not that we don't face difficulties. Si kwamba hatukutani na It is not that we don't become sick. Sio kwamba hatukuwi wagonjwa. It is not that we don't become broke. Sio kwamba hatukosi. It is not that we don't have needs. Sio kwamba hatuna mahitaji. We are living in this world. Naishi katika dunia. We are still in this body. Bado tuko katika mwili. We are facing all these things. Tunakumbana na vitu vyote. But the difference between a child of God Lakini tofauti kati ya mtoto wa Mungu and the one who is not born yule again, ambaye hajaokoka, the secret is siri ni the one in the inside. yule aliye ndani. The one in the inside. Yule aliye ndani. That is the secret. Hiyo ndio siri. Jesus Christ in you. Yesu Kristo akiwa ndani yako. He is the hope of glory. Yeye ndiye tumaini la He is the hope of your tomorrow. Yeye ndiye tumaini He lako. is the hope of what you Yeye need. ndiye tumaini ya He is the kila. hope of what you are Yeye expecting. ndiye tumaini ya ile ambayo. But if it is the devil in you, Lakini kama ni shetani ako ndani yako, oh, you are doomed. wewe basi Because he can't do much. ana hawezi fanya He mengi. is a thief. Yeye ni mwizi. He is a murderer. Yeye ni muuaji. He is a destroyer. Yeye ni mharibifu. And what he has, Kile alicho that nacho is what he will give to you. ndicho nitakachopata. But if Jesus Christ will be in you, Lakini Yesu akiwa ndani yako, he is the hope yeye ndiye tumaini of the glory that you need. ya utukufu ambao He is unahitaji. the hope of your healing. Yeye ndiye tumaini la He uponyaji. is the hope of your Yeye deliverance. ndiye tumaini la He is the hope of your victory. tumaini la So the ushindi. secret is, Kwa hivyo siri ni as you apply faith, unapoweka imani kwa who lives in you? yeye nani anaishi Because ndani he's yako. the one Maana yeye ndiye who will give your expectation. atakayepeana He is matarajio. the one who will meet your expectation. Yeye atakayekutana matarajio yako. You need to know Unastahili kujua that victory kwamba ushindi is in trusting. hiyo ni kwa kutumaini, It is not in trying. sio katika kujaribu. Victory is in trusting. Ushindi inapatikana It is katika not in kutumaini, trying. lakini sio katika It is kujaribu. in trusting God. Katika kumtumaini It is not in trying God. Jesus, Yesu tu who has conquered death, ambaye ameshinda, who has conquered sin, ameshinda, who has conquered the death. ameshinda shetani. So victory, Kwa hivyo ushindi it is not trying. sio kwa kujaribu, It is putting your trust lakini in kwa God. tumaini lako. Put your trust in God. Weka tumaini lako In kwa whatever that you want Him to do. yote ambayo unataka. Put your trust in God. Weka tumaini lako. And your expectation Matarajio yako will be met. Mungu atakutana naye. Victory or defeat, Ushindi ama kushindwa, the choice is yours. kuchagua ni lako. We have been talking about victorious Christian life. Tumekuwa tukizungumza kuhusu maisha ya ushindi ya Mkristo, But for you to experience victory, lakini ili ukapata ushindi or for you to walk in defeat, au utembee for you katika to live in victory, uishi katika or for you to live in defeat, ama uishi katika for kushinda, you to walk in defeat, utembee katika or for you to experience victory, ama uone the choice is yours. chaguo ni lako.
Jesus has already conquered. Yesu tayari ameshinda. Will you put your trust in him to enjoy victory? Je, utaweka tumaini lako kwake ufurahie ushindi? That is a choice. Hilo ni chaguo. Or will you not choose? Ama hautakataa? Will you reject him? Je, utamkana? Will you reject the offer that is given to you Utakataa kile ambacho anakupatia concerning victory? kuhusu ushindi? If you choose Ikiwa utachagua Jesus, utachagua Yesu, you live a victorious Christian life. unaishi maisha ya Mkristo. If you reject Jesus, Ikiwa utamkataa Yesu, you live a defeated life. unaishi maisha ya The kushindwa. choice is ours. Chaguo ni letu. Kindly write this and read at home. Tafadhali andika na usome nyumbani. Romans chapter 6. Warumi mlango wa 6. Romans chapter 6. Warumi mlango wa 6 verse 16. mstari wa 16. Verse 18. Mstari wa 18. Verse 19. Mstari wa 19. Romans chapter 6. Warumi 6 verse 16. mstari wa 16. Verse 18. Mstari wa 18. And verse 19. Mstari wa 19. The choice is yours. Chaguo ni lako. To live a victorious Christian life. Kuishi maisha ya Mkristo ya ushindi. Jesus has already provided everything that you need. Yesu amepeana chochote ambacho unahitaji. To live a defeated Christian life. Kuishi maisha ya kushindwa. The choice is yours. Chaguo ni lako. Just to reject what Jesus Christ has offered. Kataa yale ambayo Yesu amepeana. If we accept the gift of victory, Ikiwa tutapokea kipawa cha ushindi, we will live a victorious Christian life. tutaishi maisha ya Mkristo iliyo na ushindi. If we reject the gift of victory, Tukikataa karama ama kipawa cha ushindi, we will live in defeat. tutaishi katika kushindwa. We will live in failure. Tutaishi katika We kutofauti. will live in despair. Tutaishi katika Why kukata don't tamaa. you choose? Kwa nini usichague? Why don't you choose to accept this gift? Kwa nini usichague kupokea The kipawa? gift of victory. Kipawa cha The ushindi. gift of this victor, Kipawa cha huyu Jesus Christ, Yesu who Kristo has conquered everything. ambaye ameshinda kila kitu. Who has conquered everything. Ambaye ameshinda. Once you receive him, Ukimpokea, and I'm talking to those who have already received him, na nazungumza na wale ambao tayari wamempokea. you have received Jesus. Wewe umempokea. You are a child of God. Wewe ni mtoto. You are born of Wewe God. umezaliwa na Mungu. Victory is a gift to you. Ushindi ni kipawa. Victorious Christian living, Maisha ya ushindi it is possible in this world hiyo inawezekana katika because dunia hii. Jesus Maana has Yesu done everything amefanya kila kitu for you kwa ajili to yako experience ili ukao victory. na ushindi. But if you reject it, Lakini ukiikataa, there is nothing much that God can do. hakuna mengi ambayo Mungu anaweza. When you give a gift and somebody accepts it, Ukipea kipawa na mtu akubali, it is well and good. basi hiyo ni If they reject it, wakiikataa, the gift is there kipawa kipo and it doesn't benefit them. lakini haiwafaidi. Let us choose Wacha basi na tuchague victorious life. maisha ya ushindi. We need to choose victorious life Nastahili kuchagua maisha ya ushindi by allowing Christ, kwa kumruhusu Kristo who dwells in us, ambaye anayekaa ndani yetu to manifest ili adhihirishe victory. ushindi. Jesus Christ is already in you as a child of God. Yesu Kristo ako ndani yako, kama Allow him to manifest victory. mruhusu adhihirishe He ushindi. has given us Yeye ametupatia victory. ushindi. We need to connect Nastahili kuunganika to that gift of victory katika kipawa hicho cha ushindi through faith, kupitia imani, and we will be able nasi tutaweza to conquer sin, kushinda dhambi, to conquer the devil, kushinda shetani, to conquer the world. kushinda dunia. We will live Tutaishi and enjoy na kufurahia a victorious maisha Christian life ya Mkristo ya ushindi in this world, katika dunia hii, if only ikiwa tu we will accept. tutakubali. Number one, the gift of salvation La kwanza, kipawa cha wokovu in Christ Jesus. katika Kristo Yesu. That one you have accepted is as a child of God. Hiyo tayari umekubali kama mtoto wa Mungu. The second one, La pili, to accept the gift kubali kipawa of victory ya ushindi that Jesus Christ ambayo Yesu Kristo wants to deposit in you. anataka kuweka He ndani. is in you, Yeye ako ndani the yako. conqueror. Yeye He aliyemshinda just wants you to allow him anataka tu kumruhusu to manifest this faith, this victory that he has given to you. ili adhihirishe ushindi ambao amekupatia. Put your faith in Jesus Christ. Weka imani yako ndani. Surrender, Jisalimishe, surrender jisalimishe to him, kwake, and he will be able to act. naye atatenda. You will be able to enjoy Utaweza kufurahia this victorious Christian life. maisha ya ushindi ya Mkristo. This is what Jesus saved you for. Hii ndio Yesu alikuokoa. This is what Jesus has kept you into this world for you to enjoy. Hii ndio Yesu anakuhifadhi katika dunia hii A ufurahie victorious maisha Christian ya ushindi life ya
Kristo. But for you who is watching Lakini kwa wewe ambao unatutazama and you're not saved, haujaokoka, you are missing a lot. unakosa mengi, Because this can only be experienced maana haya yanaweza tu kupatikana by those in Christ Jesus. kwa wale walio katika Kristo For Yesu. you who is a backslider, Wewe ambao warudi nyuma kwa you know you tested it. unajua uliona And you know now you don't have it. na unajua sasa hauna, But you can rededicate your life to lakini Jesus. unaweza kukabidhi maisha You yako. can accept Jesus. Unaweza kumkubali Yesu. He is a gift Yeye ndiye kipawa to you. kwako wewe. He comes with salvation. Anakuja na He wokovu, comes with victorious life. anakuja na maisha ya ushindi. If you receive him, Ukimpokea you have hope uko na tumaini of having a victorious Christian. uko na maisha ya ushindi, But if you reject him, lakini ukimkataa there is no hope. hakuna tumaini, There is no hope hakuna of tumaini you experiencing this victorious wewe Christian. kuona maisha haya ya ushindi. We want to pray Nataka kuomba as we trust God. hapo mtumaini. Which side are you on? Je, uko upande gani? You need to come to the side of Jesus Christ. Nastahili kuja upande wa This is the side of victory. hii ndio upande wa This is the side of power. hii ndio upande wa This is the side of hii victory. ndio upande wa And you can experience it here na unaweza kuipata hapa in the world. katika dunia, Because John spoke and wrote for us to know that it is possible for you to live a victorious life here. maana Yohana alinena na akatuandikia kwamba tunaweza kuwa na maisha ya ushindi hapa duniani. You need to receive Jesus Unastahili kumpokea Yesu in your life. maishani mwako, And today is the day. na leo ndiyo siku, Now is the day. sasa ndio wakati, Now is the time. sasa ndio wakati. In 2 Corinthians chapter 6 Wakorintho wa pili 6 and verse 2, mstari wa pili it says, now nasema sasa is the day ndio wa siku of salvation. ya wokovu. Now, Sasa, not today. Now sasa is the day of salvation. ndiyo siku ya wokovu. You can receive Jesus Christ. Unaweza kupokea Yesu. If you're a backslider, Ukiwa umerejea kwa you Mungu, can rededicate your life to unaweza Jesus. kukabidhi maisha yako kwa Yesu. Just pray with us this prayer. Omba pamoja nasi. Say, Lord Jesus, I come to you. I agree with you that I am a sinner. I cannot save myself. Lord Jesus, I agree with you that I left your ways and went back to my sins. Today, I receive you into my life. Save me. Restore me. Forgive all my sins. Write my name in your book of life. Thank you, Lord Jesus, for coming into my life, for forgiving my sins, for writing my name in your book of life. Satan, I denounce you with all your works, with all the covenants that I've made with you. I break them now by the power in the blood of Jesus Christ. I now belong to Jesus. I am saved. Thank you, Lord Jesus, for saving me. I pray this by faith. In your name, Lord Jesus, my Lord and my Savior. Amen. Father, in the name of Jesus, I pray with this that has received you today. Lord Jesus, I pray for a transformation in their lives. I pray for assurance of salvation. I pray for total change in the name of Jesus Christ. And by the power and authority in the name of Jesus Christ, Satan, you have been rejected by this person. I command all your works in his life, in her life, to be destroyed by the power in the name of Jesus Christ. And from this day, Lord, I pray that you may visit them with victory, visit them with your power, visit this person with your transformation, visit this person with your healing, visit this person, oh God, with the blessings that comes with salvation in the name of Jesus Christ. I also pray, oh God, for each and every child of God. I pray for victory in every area of life. Today, by faith, we apply your word in our lives, oh God, and we choose to accept the gift of victory
for us to live a victorious Christian life. Lord Jesus Christ, we allow you to live your life through us, a life of victory, a life of power, in the name of Jesus Christ. I stand against every sickness, disease, and infirmity in the body of this child of God. In the name of Jesus Christ, I rebuke sickness, I rebuke disease, I rebuke infirmity. Be destroyed by the power of God in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord God Almighty, for doing it. Receive all the glory, honor, and praise. I pray manifest this victorious life in Christ in the life of each and every one of us, oh God, that we shall experience your power, we shall walk in your power, and we shall walk in your victory over the world, over the devil, over the systems that the devil uses to influence people. In the name of Jesus Christ, may this be a reality in our lives, in Jesus' holy and mighty name. We thank you, Lord, for hearing and answering us. It is in Jesus' holy and mighty name we pray with thanksgiving. Amen. Enjoy a victorious Christian life, and let the Lord bless you, and let the Lord keep you, and let the Lord make his face shine upon you and give you peace. For now, until next time, shalom, shalom, shalom. Amen. Amen.